Hakuna wakati wote kwenye mteremko maisha ikiwa mazuri imani inaweza ikasimama, ila ukiingia kwenye kutikiswa, hapo ndo tutakujua wewe ni Mkristo wa rohoni au wa mwilini. Nisikilizeni vizuri. Mtu hajaribiwi wakati wa amani. Mtu anajaribiwa wakati wa shari. Yesu alijaribiwa wakati wa shari, akashinda. Alivyokung'utwa makofi hakujibu, alivyowekewa taji ya miiba hakujibu, na kila tukio lilikuwa linakuja linakuwa kubwa kuliko lingine. Kwa hiyo usitegemee ukipitishwa kwenye mapito haya unategemea labda hakuna mapito mengine. Watu wa Mungu lazima tupitie kwenye mapito ili tuandaliwe kuwa dhahabu safi. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana unaona jaribu la kwanza, anatoka kwa Pilato, anatemewa mate, anaendelea, anabebeshwa msalaba, anaendelea, anaenda mbele, jaribu linazidi kuwa kubwa, anawekewa taji ya miiba kichwani, anaendelea, jaribu linazidi kuwa kubwa, analazwa msalabani, anapigwa mijeledi, alafu anapigwa msumari wa inchi 6, jaribu linakuwa kubwa mpaka linaelekea kupeleka kwenye kifo. Lakini sikumsikia Yesu anasema walaani hawa watu, ila anasema Baba uwasamehe kwa kuwa hawajui watendalo. Sasa wewe unashindwaje kufuata kielelezo cha Yesu pale ambapo unakumbana changamoto? Badala ya kuwaombea unaingia katika kulaumiana.